السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye tunaogelea na kuneemeka katika neema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa bado tuko hai na siha njema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tukiwa katika 10 la mwisho, 10 bora na 10 tukufu zaidi la mwezi huu wa Ramadhan, 10 ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijipinda kufanya ibada zaidi kuliko 10 mengine yote. Ala kulli hal, katika darsa yetu ya sababu 10 za mja kukunjuliwa kifua chake, kukunjuliwa moyo wake na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulitaja katika darsa iliyopita sababu 2. Ya kwanza tulitaja ni tauhidullah Ta'ala wa ikhlasul amali lahu, kumpekesha Mwenyezi Mungu na kumtakasia amali njema. Na sababu ya pili tukataja kwamba ni an-nur alladhi yaqdhifuhu Allah, ni nuru ambayo huingiza akaitia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi qalbi abdihi, kwenye moyo wa mja wake. Na leo insha Allah Ta'ala tutataja sababu ya 3 na ya 4 na ya 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala akitujalia. Sababu ya 3, tahsilu al-ilmi an-nafi', ni kuitafuta elimu yenye manufaa. Kuitafuta elimu yenye manufaa, na elimu yenye manufaa ni elimu ya kisheria inayotoka kwenye Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Sheikh rahimahullah hafidhahullah ta'ala asema, fakullama zada tahsilu al-abdi min al-ilmi ash-shar'i, kila anapozidi mja kuitafuta elimu ya kisheria, al-mustamad min kitabillahi wa sunnati nabiyhi, yani iliyotolewa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, asema kila linapoongezeka hilo kwa mja, zada inshirahu sadrihi, huongezeka kukunjuka kwa kifua chake, kwa moyo wake, wazada salahu halihi, na huongezeka kutengea kwa hali yake. Sema fal ilmu fihi rif'atul abdi, kwani elimu ndani yake kuna kunyanyuliwa mja, wa saadatuhu, na kuna ufanisi wake mja, wa falahuhu, na kuna kufaulu kwake mja, fi duniyahu wa ukhrahu, kufaulu kwake
kwa katika dunia yake na akhira yake. Wa fihi aidan nuru, ndani ya ilmu kunapatikana pia nuru, mwangaza, litariqihi, kwa ajili ya njia yake huyu mja, njia yake ambayo anaifuata akimrudia Allah subhanahu wa ta'ala. Basi anapokuwa ni mwenye kuitafuta elimu ile inakuwa ni mwangaza kwenye njia hiyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uwanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa elimu Mwenyezi Mungu uwanyanyua daraja. Hii ina maana kwamba mwenye elimu ananyanyuliwa daraja mara mbili, kwa sababu huyu mwenye elimu ndiye yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini si katika watu ambao wametafuta ilmu, si katika watu wenye ilmu, wananyanyuliwa daraja kwa sababu ya kuamini kwao. Na yule ambaye ni muumini, amemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akawa ni mwenye kuitafuta elimu, ni mwenye kuipata elimu, daraja zake zinakuwa ni zaidi na zaidi. Almuhimu, jambo la kuitafuta elimu ni jambo ambalo unawirisha moyo wa mtu, na vile vile ukunjua kifua cha mtu na moyo wake. Sheikh Mwenyezi Mungu amuhifadhi asema, wa huwa maadhalika, uko kutafuta elimu ya kisheria, pamoja na hayo, yaishu fiha talibul ilmi jannatun, yaishu fiha talibul ilmi, ni kama bustani, ni kama pepo ambayo mwenye kutafuta elimu huwa anaishi katika pepo ile. Wa rawdatun muzhiratun, na ni kama bustani iliyo na maua. Wa bustanun muthmirun, na ni bustani au shamba lililo na matunda. Yajidu fihi bahjatahu, anapata kwenye shamba hilo na bustani hilo anapata furaha yake. Wa unsahu, na pumbao lake. Wa rahatahu, na utulivu wake. Wa saadatahu, na ufanisi wake. Yani akiingia katika vitabu vyake katika kutafuta elimu, ye anajipata, anajisikia na kujiona kana kwamba yuko kwenye bustani ambayo bustani ile ni yenye maua mazuri, ni yenye matunda ya kila aina, bustani ambayo inampa utulivu na inamkumbaza na kumliwaza. Asema kwa ajili hiyo utapata kundi katika wanawavyuoni wengi waliita vitabu vyao na tungo zao, ambazo tungo zile ni katika elimu ya kisheria. Walitunga vitabu ndani ya elimu ya kisheria, vitabu vile wakavipa majina yale yalikuwa, ukiangalia vizuri, yalikuwa ni kulingana na vile ambavyo inapita katika mioyo yao. Wakati mtu anaandika kile kitabu, anatunga kile kitabu, ndipo pale kulingana na tungo anavyotunga kwenye moyo wake, anaona tungo hii aiite kwa jina fulani. Akatoa mifano kama alivyoandika al-Imam Yahya ibn Zakaria an-Nawawi, alikiita kitabu Riyadhus Salihin. Kwa nini alikiita Riyadhus Salihin hiki kitabu? Yani ni yale aliyokuwa anayaandika na vile alivyokuwa akiandika, anahudhurisha moyoni mwake kwamba kitabu hiki nikiite vipi, kitabu hiki tungo hii inaendana na jina gani. Kwa hivyo akakiita kitabu hiki Riyadhu as-Salihin, na vitabu vinginevyo kama walivyoita wanawazuoni wema. Wayakfi fi fadli al-ilmi, na inatosha kabisa katika fadla za kutafuta elimu an-nafi', elimu yenye manufaa inayotokana na kitabu na sunna, annahu ya'khudhu bi sahibihi, ilila kwamba elimu hii itamchukua mtu wake ila jannati naim, kumpeleka kwenye mabustani ya pepo. Naam, kama qala Nabii sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Sallallahu sallam, kwamba yeyote ambaye ataifuata njia akiitafuta kwenye njia hiyo elimu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tamsahilishia, atamwepesishia
kwa sababu ya kutafuta elimu hiyo atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Inatosha kutafuta elimu, naam, katika ubora ya kwamba ni mirathu nabii sallallahu alaihi wasallam, kama al-ilmu nafi' mirathu nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba elimu hii ndio urathi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio urathi wa mtume sallam. Na mwenyewe amesema kwamba man akhadha bihi, yeyote ambaye atauchukua urathi huu, akhadha bihadhin wafirin, atakuwa amechukua fungu ambalo ni kubwa, amechukua nasibu ambayo ni nono kabisa. Kwa hiyo kuitafuta elimu yenye manufaa, elimu ambayo imetolewa kwenye kitabu na sunna, hii ni moja katika asbabu za kukunjuliwa kwa mioyo. Wale ahlul ilmi wao wanalijua zaidi hili linapotajwa, kwa sababu wao wakiingia katika vitabu na katika kusoma na kufanya utafiti na kutunga vitabu, basi ujipata kwamba wako katika neema ambayo haina mfano wake. Wengine ujisahau hata kula, naam, usahau mambo mengi ya kidunia, naam, kwa sababu ya kusoma vitabu vyao na kuandika vitabu vyao na kutwalii vitabu vyao. Naam, ujihisi kana kwamba wako pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, ujihisi kana kwamba wako pamoja na maswahaba radhiallahu ta'ala anhum, ujihisi kana kwamba wako pamoja na salafu saleh kwenye kikao wakizungumza, naam, yale ambayo yanapaswa katika dini. Hii ni sababu ya tatu, kutafuta elimu ya kisheria, elimu yenye manufaa, sababu ya kukunjuliwa moyo wa mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya nne, al-inabatu ila Allah, ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-inabatu ila Allah bitaubati, ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutubu, wal isra'u ila ta'atihi wa mardatihi, na kukimbilia kwenye taa zake Mwenyezi Mungu na kwenye yale yanayomridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, al-inaba ila Allah ta'ala ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bitaubati, kwa kutubu na kuomba toba, wal isra'u ila ta'atihi wa mardatihi, na kukimbilia kufanya haraka kwenda kwenye taa yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, naam, wa mardatihi, na yale anayoyaridhia, maa ikhlas al-amali lahu, pamoja na kumtakasia amali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa iqbali al-qalbi alayhi, na moyo kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala, khawfan wa tama'an, naam, kwa kuwa na hofu, naam, na vile vile kuwa na matarajio mema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, akijitizama udhaifu wake mja anakuwa na hofu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akitizama yale ambayo amejitahidi kufanya katika mema anakuwa na tamaa na matarajio ya kufaulu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa moyo wa mtu huyu almunib unakuwa katika hali kama hiyo, anakuwa na hofu na anakuwa na raja, matumaini. Naam, asema Sheikh Mwenyezi Mungu amehifadhi, asema famin asbabi inshirahi sadr, miongoni mwa sababu za kukunjuliwa kifua au kukunjuka moyo, al-inabatu ila Allah wa husnul iqbali alayhi, ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuomba toba na kumwendea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa uzuri, wa taladhdhi bi ibadatihi wa ta'atihi, na kule kuhisi utamu wa ibada zake au wa kumwabudu yeye na kumtii yeye. Yani mja anapofanya ibada anakuwa anahisi utamu wa ile ibada, anahisi utamu wa ile ibada, haisi uchovu wala haisi kero, lakini anahisi utamu wa ile ibada. Naam, kiasi ambacho anatamani kwamba ibada ile ni yenye kuendelea. Kama ni Ramadhani, utamani kwamba Ramadhani inavutwe, inaongezwa. Naam, kama ni swala, naam, anatamani yani kama ibada ile ni yenye kuendelea, anahisi utamu. Naam, hii ni miongoni mwa sababu za kukunjuliwa moyo. Fa inna ta'ata wal ibada, kwa sababu taa na ibada kwa yule mtu ambaye uzitekeleza kwa moyo ulio hai na kuhudhurisha moyo na kunyenyekea, naam, basi taa na ibada rahatun lilqalbi, huwa ni raha ya moyo, rahatul qulub, kwamba nyoyo huwa zinaenjoy, nyoyo uhisi raha,
Naam, wakati mwanadamu mja anapotekeleza ibada na kutekeleza taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa unsun an-nufus, wa unsun nufus, vile vile ni pumbao la nafsi. Naam, ni pumbao la nafsi. Nafsi inapomtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya ibada katika ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi nafsi huwa inapumbazika na kuliwazika. Wa qurratul uyun, na pia ndiyo kitulizo cha macho. Naam, mtu jicho lake lipate kutulia, moyo wake upate kutulizana, ni pale anapokuwa katika ibada, anapokuwa anatekeleza moja ya taa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya asema al-inabatu ila Allah Ta'ala, kukimbilia au kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuomba toba, wa mahabbatuhu bikulli alqalbi, na kumpenda Mwenyezi Mungu kwa moyo wote, wal iqbalu alayhi, na kumkimbilia na kumwendea, wa tanaqumu bi ibadatihi, na kuneemeka na kustareheka kwa kumwabudu au kwa kutekeleza ibada. Fala shay'a, hakuna chochote, ashrahu li sadri al-abdi, ambacho kinaweza kusherehi na kukunjua kifua cha mja zaidi, min dhalika, kuliko hilo, kuliko hilo. Hata innahu la yaqulu ahyanan, sema mpaka wakati mwingine anasema, in kuntu fil jannati fi mithli hadhihi alhala, kwamba mimi huwa niko katika bustani, niko katika pepo nikiwa katika mfano wa hali kama hii, hali ya kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya ibada. Fa inni idhan fi aishin tayyibin, mimi wakati huo huwa najihisi kwamba niko katika maisha ambayo ni maisha mema, maisha mazuri. Naam, wa mithalu dhalika, amepiga mfano, sema mfano wa hilo as-salat, ni mfano wa ibada ya sala. Mfano wa ibada ya sala asema kwamba kam fiha min qurrati aini, naam, kuna kitulizo cha macho au cha jicho, naam, cha aina ngapi au cha upeo gani? Wa rahati balin, na kuna utulivu wa akili, wa sukunin liqalbi almu'min, na utulivu wa moyo wa Muislamu. Katika kutekeleza ibada ya sala kunapatikana utulivu, moyo wa Muislamu natulizana, jicho lake linatulia, akili yake inatulia. Hata qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, ndipo pale mpaka akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, kumwambia Bilali, kum ya Bilal faarihna bisalat, simama e Bilali, utustareheshe, utupe raha kwa swala. Yani kutupatia raha kwa swala ni kukimu swala, yani kimu ili swala ianze tuweze kuenjoy. Naam, Mtume sallallahu alikuwa akimwambia Bilal kwamba kum ya Bilal arihna biha au bisalat, naam, kwamba simama Bilali, utustareheshe kwayo, utupe raha kwa hiyo swala. Naam. Wa fi hadithin akhar, katika hadithi nyingine imekuja Mtume asema, ju'ilat qurratu aini fi salati, mejaliwa kitulizo cha jicho langu ni ndani ya hii swala, ni ndani ya hii swala. Walidhalika, naam, wanasifu wale tusifia Mtume sallam, wakasema Mtume alikuwa idha hazabahu al-amru, wakati anapobiniwa na jambo, anapobanika na jambo akashikika, naam, jambo zito, jambo kubwa limemwelemea, fazi'a ila salat, ukimbilia kwenda kuswali. Ndiko kunakopatikana nini? Utulivu wa moyo. Naam, na akiswali kama vile moyo wake anapata baridi, moyo wake unakuwa ni wenye kukunjuka na anapata utulivu. Naam, kwa hii ni moja katika sababu ambayo ni sababu ya 4 za kukunjuliwa kwa moyo wa mja. Sababu nyingine, sababu ya 5, dawamu dhikrihi ta'ala, dawamu dhikrillahi ta'ala, ni kudumu na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kudumu na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya dhikr ambayo ni ibada kubwa, ibada ambayo ina malipo mengi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ibada ambayo haimugharimu Muislamu, naam, haimchukulii muda wake wala haimchukulii nguvu zake wala mali yake. Naam, haihitaji pesa, kwamba paka uwe na kiwango fulani cha pesa ndio wewe umudu kutekeleza ibada ya dhikri, wala haichukui nguvu za mtu, kwamba ukimtaja Mwenyezi Mungu ukifanya dhikri basi nguvu zako zinamalizika. Naam, inatia njaa. Naam, wala haimgharimu mtu wakati wake. Naam,
biimkani almuslim, inawezekana kwa muislamu akawa ni mwenye kufanya shughuli zake, afua nguo zake, apiga pasi nguo zake, naam, apika chakula chake, na huko anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anafanya shughuli zake za kawaida, naam, na huko anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba mpaka azime laptop yake ndio aanze kumtaja Mwenyezi Mungu, la, hapana, hii haimkati kazi yake. Na ibada hii imetajwa na malipo mengi sana, na miongoni mwa hayo Sheikh Mwenyezi Mungu asema kwamba ni miongoni mwa sababu za kukunjuliwa kwa moyo. Naam, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, na wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha akasema na utulia mioyo, naam, na utulia mioyo yao bidhikrillah, kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala, tambueni na mjue ya kwamba bidhikrillah, kwa utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, uweza kutulizana na mioyo. Kwa mioyo utulia kwa utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kwa hii ni ibada ya pekee ambayo, naam, inatuliza moyo wa mja na kukunjua moyo wa mja, kama sababu ya tano kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Mtume sallam amefananisha dhikrullahi ta'ala katika hadithi aliyopokea Muslim, akasema mathalu alladhi, mfano wa mtu ambaye yadhkuru rabbahu, umtaja Mola wake, naam, walladhi la yadhkuru rabbahu, na yule ambaye hamtaji Mola wake. Akasema mathalul hayy wal mait, naam, ni mfano wa mtu aliyoko hai na mfano mtu ambaye ashakufa. Mfano aliyoko hai na mfano wa aliyekufa. Kwa anayemtaja Mwenyezi Mungu ni mfano wa mtu aliyo hai, na mfano wa mtu ambaye hamtaji Mwenyezi Mungu ni mfano wa mtu ambaye amekufa. Naam, na katika hadithi nyingine, katika riwaya nyingine akasema mfano wa nyumba ambayo anatajwa Mwenyezi Mungu ndani yake na mfano wa nyumba ambayo hataji Mwenyezi Mungu ndani yake ni mfano wa aliyo hai na yule aliyekufa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema mfano wa dhikri kwa moyo, mfano wa dhikri kwa moyo ni mfano wa maji kwa samaki, ni mfano wa maji kwa samaki. Mathalu dhikri lilqalbi mathalu alma'i lisamaki, kwamba mfano wa dhikri kwa moyo ni mfano wa maji kwa samaki. Kisha kauliza swali akasema fa kaifa yakunu au takunu halu samaki idha ukhrija min alma, ni vipi inavyokuwa hali ya samaki anapotolewa kwenye maji? Hii jawabu moja kwa moja lipo wazi kwamba samaki akitolewa kwenye maji anakufa, anapoteza uhai. Basi ndio vile vile moyo wa mja unapotolewa katika dhikrullah akawa si mwenye kumtaja Mwenyezi Mungu, basi moyo ule unakufa. Moyo ule unakuwa ni kichaka, unakuwa ni kibanda, unakuwa ni majificho, unakuwa ni mahala pa michezo na kiwanja cha mashaitani wanacheza kwenye moyo ule. Unakuwa ni moyo ambao, naam, ni moyo ambao unakuwa na giza. Naam, unakuwa ni moyo ambao unakubali kila aina ya uchafu, kwa sababu mashaitani ni moyo ambao wanauchezea. Naam, katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema min sharri alwaswasi alkhannas, naam, Ibn Abbas ametafsiri alkhannas kwamba ni ashaitan. Shaitani huyu idha dhakara alabdu rabbahu, mja anapomtaja Mola wake, khanasa, huyu shaitani huwa anatoweka, anatoroka. Wa idha ghafala, na huyu mja anapoghaflika akawa hamtaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rajaa fawaswasa ilaihi, urudi kwenye moyo wa yule mja akaanza kumshawishi na kumpa naam, akampa waswasi na kumpa ushawishi mbaya, kumpeleka katika mambo mabaya. Lakini akimkumbuka Mola wake, akimtaja Mola wake, basi shaitani yule anaondoka, anakimbia mbali kutokana na moyo kama ule. Naam, kwa ndugu zangu Waislamu, moja katika sababu, nayo ni sababu ya tano za kukunjuliwa kwa moyo, ni dawamu dhikrillahi ta'ala, ni kudumu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bal al-iktharu min dhikrillahi ta'ala,
bali ni kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoamrisha katika Qur'an aliposema, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Mwenyezi Mungu utajo kwa wingi. Naam, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Kwenye aya ya surati al-Anfal na surati al-Jumu'ah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufaulu. Kwa hiyo kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ili kuwe ni sababu ya kufaulu, ni sababu ya kukunjuliwa moyo, basi inatakiwa iwe ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa daima na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Sababu kumtaja Mwenyezi Mungu kwa uchache, hii ni sifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisifia viumbe wengine ambao sio wema. Alisifia wanafiki, ndio ambao la yadhkuruna Allaha illa qalilan, hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kidogo. Lakini kumtaja Mwenyezi Mungu kwa mu'min, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, ni kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika aya za mwisho za surati Al-Hijr, aya 97-98, asema kumwambia mtume wake, walaqad na'lam, na kwa hakika tunajua, annaka, kwamba wewe mtume Muhammad, yadhiqu sadruka, kifua chako kinabana, moyo wako unabana, unajawa na kero. Naam, moyo wako unabana, unajawa na kero. Naam, bima yaqulun, kwa sababu ya haya wanaoyasema hawa makufaru, kukukadhibisha wewe, kumtukana Allah Subhanahu wa Ta'ala, naam, na kumshirikisha. Hili linakukera wewe, linafanya moyo wako unakuwa ni wenye kujaa kero na moyo wenye kubana. Mwenyezi Mungu akampatia dawa, akamwambia fasabbih bihamdi rabbik. Sasa basi msabihi Mola wako, msabih Mola wako, naam, na kumuhimidi yeye, naam, wakun minas sajidin, na uwe miongoni mwa wale wenye kuendelea kumsujudia Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Naam, al-Allamah al-Imam as-Sa'di asema katika tafsiri yake Taysirul Karim Rahman, asema maana yake akthir min dhikrillahi, kithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu, wa tasbihihi, na kumsabih na kumtakasa Mwenyezi Mungu kutokana na kila jinsi ya mapungufu na kasoro, wa tahmidihi, na kumhimidi na kumsifu na kila sifa yenye ukamilifu, waswalati, na kudumisha ibada ya swala. Kithirisha hayo, fa inna dhalika, kwa sababu hayo, yuwasi'u sadr, hayo ndio yatakayopanua kifua chako. Hiyo dhiki unayohisi kwa sababu ya yale wanayosema wale, dawa yake ni haya ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja, fasabbih bihamdi rabbika, naam, wa kun minas sajidin. Naam, kwamba kithirisha kumsabihi Mola wako na kumuhimidi Mola wako, naam, na uwe miongoni mwa wale wanaodumu na ibada ya sala, wanaoendelea kuswali na kusujudu. Basi hayo yatafanya kifua chako kipanuke na kukunjuka, na kukifanya kuwa kipana, wa yu'inuka ala umurika, na pia itakusaidia katika mambo yako. Naam, sababu ya 6, al-ihsanu ila ibadillah, ni kutenda wema, kuwatendea wema waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuwatendea wema waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni moja katika asbabu za kukunjua moyo wa mja, au za kukunjuliwa moyo wa mja. Kitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kunjue moyo wako, basi miongoni mwa sababu ya 6 ni kufanya ihsan, kutenda wema, kuwafanyia waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, ahsin kama ahsana Allahu ilaika, kwa sababu chochote ambacho unacho wewe katika mali au katika chochote katika neema yoyote, hiyo ni ihsan Mwenyezi Mungu amekufanyia wewe. Kwa nawe unatakiwa uwafanyie waja wa Mwenyezi Mungu ihsan kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia wewe ihsan. Maneno kama haya walimwambia Qarun, watu wa Musa alayhi salatu wasalam, wakamwambia Qarun, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya ihsan kama Mwenyezi Mungu alivyokufanyia ihsan. Naam, sio kwamba ufanye ihsan lidhikri, kwa ajili ya kutajwa, naam, kwa ajili ya sum'a,
usikike, sifa yako ifike mbali. Sio ufanye hivyo naam kwa sababu ya kutaka kuwamiliki watu na kuwafanya watumwa, kama alivyosema mshairi, ahsin ila nasi tastabid qulubahum, kwamba wafanyie wema watu utawafanya watumwa mioyo yao. Lakini wafanyie watu ihsan, naam, lianna Allah ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyetukuka, yuhibbul muhsinina, anawapenda wenye kufanya ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Bakara 195, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, na tendeni wema, fanyeni wema, kwani Mwenyezi Mungu aliyetukuka anawapenda wale wenye kutenda wema. Kwa hii ni moja katika nini, katika asbabu za kukunjuliwa moyo wa mja. Naam, kwa ukipenda kuwasaidia watu na kuwafanyia wema, kuwatendea ihsan, hii ni moja katika sababu za kukunjuka kwa moyo. Naam, na wallahi ni kweli, ukiingia katika uwanja huu utaona kwamba ni kweli kabisa. Yani wakati umewasaidia watu wamepokea ulichowapa, baada ya pale unajisikia moyo wako, unajisikia mwili wako ni mwepesi, unajisikia moyo wako raha, naam, unajisikia furaha, hujui furaha hili imetoka wapi. Naam, wakati ukitoa kile ulichonacho. Naam, lakini wakati kile ulichonacho hakijapata mtu wa kukichukua, huwa unasikia dhiki, unasikia kero katika nafsi. Hufurahi ya kwamba ndio kimekosa mtu, narudi nacho, bado ni changu mwenyewe, kitanifaa. Lakini unasikia raha wakati kikipata mtu wa kukipokea, akakichukua, akaenda nacho, unajisikia raha ambayo hata huwezi kujua imetokea wapi, wala huwezi kujua kiasi chake. Wa asinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Tumetaja sababu hizi 4 kwa haraka kulingana na muda wetu, na tumetaja kwa ufupi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunufaishe kwa haya ambayo tunaambizana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie na sisi angaa iwe ni sababu ya sisi kukunjuliwa nyoyo zetu, iwe ni sababu ya sisi na Ramadhani hii kusamehewa madhambi yetu, kurehemiwa na kuachwa huru na moto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam atutakabalie mema tunayoyafanya, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa wale waja wake watakao kuinali Lailatul Qadri katika Ramadhani hii ya mwezi huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila ambalo ni nzuri, ni jema katika dunia hii, na atuwekee kila ambalo ni jema na nzuri katika ulimwengu wa akhira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.